الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jana tulielezea tukio kubwa la kihistoria la vita maarufu vinavyojulikana kwa jina la Badri, vita vya Badri. Tulielezea jana katika kisimamo cha kumkaribisha khatibu kwenye khutba. Tulielezea matukio haya kwa mukhtasari, sababu ya Waislamu kuingia uwanjani na kupigana, na mpaka mwisho wa matokeo yake Waislamu kushinda na makafiri mushrikuna kushindwa. Sasa leo tutaelezea mafunzo na mazingatio katika vita vya Badri. Katika vita vya Badri kuna mafunzo, kuna darasa, kuna masomo mengi sana, ambayo masomo kama haya tunapaswa kuyazingatia na kuyatia katika maisha yetu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walifaulu, na sisi tukishikamana na mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile tutafaulu. Vita vya Badri havikuwa tu ni vita tu Waislamu wamepigana kama hadithi za kiuzushi. Kulikuwa ndani kuna mafunzo mengi sana. Sasa mafunzo yake ni yapi? Tutataja baadhi. Wakati ukitupundukia, insha Allah haya tuliyoyapanga baadhi tutayakamilisha, na kama wakati haukutupundukia, basi insha Allah kesho pia itakuwa kuna uwezekano wa kuendelea. Maudhui yetu ilikuwa ni maudhui ya fiqh, na alhamdulillah tulielezea fiqh saum, nguzo, masharti, sunna, mubtilati, makruhati, tulielezea kwa mukhtasar, na alhamdulillah wengi tulistafidi. Wengine wakatuita wakatuuliza maswali, ni kuonyesha ile darsa ilikuwa wazi. Ukimwona mtu anauliza maswali kupitia ile darsa, basi ni kuonyesha usikilizi wake ulikuwa mzuri na alikuwa akisikiliza, wala si juha, sio kwa hajui, ni kuonyesha amestafidi kwenye somo na darasa. Na hii ndio makusudio ya haya madarasa. Sitatawilisha, inshallah tukipata nafasi huko mbele pia tutaangalia maudhui, ikiwa ni kuendelea za kifiqhi tutaendelea, na ikiwa kunao mengine pia tutaelezea. Hii ni darasa si haswa kwa mambo ya fiqhi peke yake, bali ni kukusanya faida mbalimbali kwa ajili ya kuwaletea. Sasa mafunzo na masomo na mazingatio katika vita vya Badri ni yapi? Kwanza, tumepata kustafidi katika vita vya Badri kuwa ushindi unatoka kwa Allah. Ushindi haupatikani kwa idadi wala kwa silaha wala kwa nguvu za aina yoyote unazozitegemea. Hakuna nguvu kama nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba kila kitu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema, wala qad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhillatin wa antum adhilla, wala qad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Mwenyezi Mungu aliwanusuru katika Badri, aliwanusuru katika vita vya Badri, na nyinyi mulikuwa wanyonge, na nyinyi Waislamu mulikuwa madhaifu. Waislamu walikuwa 313 walikuwa madhaifu,
na udhaifu wao ulikuwa udhaifu wa idadi, udhaifu wa silaha. Hawakuwa wamejipanga kwenye vita. Ndio Mwenyezi Mungu asema walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Mungu yeye ndiye alileta nusra, akawanusuru nyinyi Waislamu kwenye tukio la Badri. Nyinyi mlikuwa madhaifu, lakini wale wa upande mwingine wapinzani wao walikuwa wamejipanga, wamejiandaa. Ndio ukaona Abi Jahl alileta shamra mpaka wanawake waende wakacheze, kunywewe pombe, wanasherekea ushindi kabla ya nini? Kabla ya tukio. Walijimakini kwa idadi, waliona idadi yao ni kubwa, nguvu yao ni kubwa, wamejipanga kikamilifu. Na mashujaa wengi katika upande wao walikuwepo pia, na idadi yao ilikuwa kubwa. Ndio maana pale Abi Jahl kuna maneno alisema, nahnu aktharu adadan wa a'azzu nafara. Kibri alisema sisi ni wengi wenye nguvu zaidi, sisi ni wengi na wenye nguvu zaidi. Kwa hivyo alitegemea kuwa ushindi utapatikana kutoka kwao kwa idadi yao, silaha walizobeba wao, kwa kila kitu walijiona wao wametangulia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwanusuru Waislamu na hali ya kuwa wao walikuwa ni madhaifu. Na kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mwongozo na kipimo kwa kusema, kam min fi'atin qalilatin, ni vingapi vipote vilivyokuwa vichache, idadi yao ni ndogo. Ni vingapi? Haikuanza vita vya Badri peke yake Waislamu kwa wachache, lakini kulikuweko na mapambano huko nyuma, na idadi ya waumini walikuwa ni wachache sana. Ndio Mwenyezi Mungu asema, kam min fi'atin qalilatin, ni wangapi waliokuwa wachache, kikundi kidogo, ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, kikawashinda kipote kilichokuwa kikubwa kwa idhni ya nani? Simona, si kwa uwezo wao, kwa idhni ya Allah. Waliokuwa wachache wakawashinda waliokuwa wengi. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, wallahu ma'as sabirin, na Mwenyezi Mungu uko pamoja na wanaosubiri. Subra siku zote huleta natija mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisubiri pamoja na maswahaba wake, Mwenyezi Mungu akaleta nusra. Wallahu ma'as sabirin. Ukitaka auni ya Mwenyezi Mungu, Mungu kuwa pamoja na wewe, basi kuwa na hili sifa ya sabra, subiri. Hata ulimwengu mzima, dunia mzima ikakutenga, basi tosheka na Mola aliyeumba dunia na walimwengu na kila kitu, yupo pamoja na wewe. Hutosheki? Wataka nani mwingine? Hata dunia mzima ikaamua kuwa pamoja na wewe, lakini Mungu akawa hayuko pamoja na wewe, basi jua kwa wewe uko kwenye maangamivu na hasara kubwa. Wallahu ma sabirin. Ndio kaona hata katika aya nyingine Mwenyezi Mungu alisema katika vita vya Badri, in tattaqu wa tasbiru wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 min almalaika. Mkimwogopa Mwenyezi Mungu na mkasubiri, basi Mwenyezi Mungu wacha malaika 1,000 atawaletea hata malaika 5,000, hata malaika 5,000. Kwa hivyo ukiwa pamoja na Mwenyezi Mungu, basi nusura ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wewe. Angalia leo vita vinavyojiri, wangapi wanamshambulia mnani? Sipendi kuingia kwenye mambo ya kisiasa, lakini angalia huyo mnyonge anayedharauliwa, sauti yake inasikika dunia mzima na imeeneza hofu dunia mzima, sehemu ambazo hata hakuna milipuko, lakini watu wameanza kuogopa. Wangapi leo wameanza kuhama? Watanzania wamehama walipokuwa wameenda kutafuta riziki, lakini wameona hali si hali. Na wangapi? Kambi ngapi? Airport ngapi? Mtu mmoja tu, lakini umemdharau, amekuja ameleta madhara makubwa bila ya kutarajia. Watu hawakutarajia kama wangefika huko. Na siku zote usiwe mbishi, usianzishe vita. Kule kuanzisha vita kuonyesha wewe, kuonyesha wengine kwa wewe una uwezo na una nguvu. Na kwa mantiki hii ni wengi sana huangukia wapi? Kushindwa.
Usisubiri wewe kuanzisha vita, wala usiwe katika watu wa vita. Ukwambia usiwe na tahadhari, kuwa na tahadhari kama ndugu zetu walivyokuwa na tahadhari na mikakati. Hii ni kawaida. Chukua tahadhari, jilinde na Mungu atakulinda. Mimi wala siko katika kupigia debe huku wala huku, ni matukio yanatokea na sote tunayasikia na kuyashuhudia. Kwa hivyo kitu muhimu ni kwamba tuelewe katika vita vya Badri ushindi haukutokamana na nguvu za maswahaba. Hawakuwa na nguvu, walikuwa wachache, lakini ushindi na nusra ilitoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si tukio la Badri tu, ukisoma katika tarehe, baada ya vita vya Badri kulikuwa na vita kadha wa kadha, na idadi ya mushrikini ilikuwa wengi na walishindwa vile vile, na Waislamu wakatawala ngome zao. Kitu kikubwa tawakkul, ndugu zangu, mtegemee Mwenyezi Mungu. Waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, yeyote mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu anamtosheleza. Kuwa na tawakkul. Lakini kutokuwa na tawakkul ni ile na hawa ni wengi. Angalia maswahaba katika vita vya Hunain, idadi yao walikuwa wengi na idadi ya wapinzani wao washirikina walikuwa kidogo. Kitu gani kilichowafanya maswahaba washindwe katika vita vya Hunain? Na Mwenyezi Mungu ameelezea pia tukio hilo katika Qur'ani, wa yauma Hunain idh ajabatkum kathratukum, ule wingi wa maswahaba uliwafanya wajifakiri kwamba sisi tutashinda vita. Walikuja wakasahau kule nyuma vita vya Badri, nyinyi mlikuwa wachache, mlikuwa wingi, Mungu si aliwapa nusra. Sasa leo idadi yao ilikuwa ni wengi, wakajifakiri na ile idadi yao, waliona sisi tutashinda. Kinyume na kule kwenye Badri. Kule kwenye Badri walikuwa wachache, wakamtegemea Mwenyezi Mungu, kumtegemea, na walitarajia nusra itakuja kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aliwajibu dua kabla hata ya vita. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Angalia mubashara pale mlipomuomba msaada Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu pale pale fastajaba lakum, Mwenyezi Mungu aliitikia dua yenu. Mungu alikuwa anajua idadi yenu, kisha akasema anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, nitawaletea msaada wa malaika 1000, viumbe ambao kwamba waliwakata vichwa makafiri hawakuonekana. Lakini katika vita vya Hunain walipoona sasa kuwa sisi ni wengi na walitegemea nguvu ya wingi kuwa wao ndio watashinda, kuwa wao ni wengi, makafiri ni wachache, basi walikula kibati, ndugu zangu, mpaka wengine wakakimbia uwanjani. Weoteza na Mwenyezi Mungu wingi wao walikwenda wakachapa, tena walichapwa vibaya sana. Ndugu zangu, waliuliwa Waislamu wengi. Sitaki kuzungumzia tukio la Hunaini, mwanzo kulianza vipi mpaka mwisho kulimalizika vipi, matukio haya maarufu ya kihistoria. Kwa hivyo ndugu zangu, tupata faida ya kwanza, ushindi unatoka kwa Allah. Liweke hilo moyoni, mtegemee Mwenyezi Mungu, si katika jambo la vita peke yake. Hapa tuzungumzie vita peke yake, faida tunazozipata katika vita vya Badri. Wale walimtegemea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu asema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kwa hivyo muda wote kwenye matatizo yako yoyote mtegemee Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atakutosheleza. Kinyume na hapo, basi subiri kitakachokupata. Ya pili, faida ya pili katika vita vya Badri, dua ni silaha imara, ndugu zangu, ya muumini. Muumini siku zote huishi na dua. Muumini hachoki kuomba dua. Mtume SAW kwenye vile vita, kabla ya vita kuanza, alisema vipi? Ule usiku wake kabla ya asubuhi kuanza mapambano, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ardi, ewe Mola, ukiwateketeza kikundi changu hicho, kikiteketeza, kikiangamia, chenyewe ni hichi, basi hutoabudiwa katika ardhi, katika dunia. Si hini tu dua, usiku kuchaa alikesha Mtume SAW kwa kuinua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu dua. Haya, huyo ni mtume, neno moja tu hutakabaliwa. Alikithirisha kumwomba Mwenyezi Mungu dua, na Mwenyezi Mungu ndipo pale asema idh tastaghithuna, ni mmoja aliyeomba, lakini muumini ni nguzo moja. Aliomba ni mmoja, lakini waitikia waamini wote wakubaliana kuwafikiana na dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mungu kwa kuwa lao lilikuwa moja, walishikamana pamoja, hawakutengana, mpaka kwa dua aliomba ni mmoja, lakini nyote ndio mliomba. Idh tastaghithuna, mlipomuomba Mwenyezi Mungu, fastajaba lakum, Mungu aliitikia dua yenu. Dua, ndugu zangu,
Leo katika masikitiko makubwa, dua nyingi huombwa, lakini watu mbona hazijibiwi? Hueta mpaka maustadhi kutuzumbua na dua mbalimbali, lakini mbona mambo yako vile vile? Ndugu yangu, wewe je, ni katika wale watu wa dua au si katika watu wa dua? Watu wa dua ni watu, dua ina masharti yake. Waje siku moja atakuja kueleza masharti ya kujibiwa dua. Dua ina masharti yake ndugu zangu. Miongoni tu mwa masharti yake, unapomuomba Mwenyezi Mungu muombe kwa unyenyekevu, elekea kibla. Miongoni mwa adabu, dua ina adabu zake. Kaa vizuri, uelekee kibla, uwe na tahara, umejinadhifisha na moyo wa ile qalbul iqbal ala Allah, qalbul khashya, moyo wako umejaa hofu. Mbona ukienda kusimama mbele ya rais la utaitwa, utasimama kwake hali ya unyonge kiasi gani na unyenyekevu? Angalia, hata Mwenyezi Mungu atuonyesha mambo ambayo yaweza kutupatia utulivu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, hata pale mnapoenda kuswali vaeni mapambo yenu mazuri. Oga, jinadhifishe, jitwahirishe, uwe na nishati. Wangapi leo tunakuja kuswali tarawih? Wangapi? Ni sunna mtu aoge, ajinadhifishe, ile inakupatia nishati. Vaa vazi zuri unapokuja kumwomba Mwenyezi Mungu, unakuja unasimama mbele yake. Kwa hivyo katika dua mnyenyekee Mwenyezi Mungu kwa khushu. Leo sisi tunaomba dua ngapi? Ukiulizwa umemwomba nini Mwenyezi Mungu baada ya swala tu, sijui nilileta rabbana atina au nilileta dua. Nikimuomba tu Mwenyezi Mungu, hata hujui muombalo tena, wewe unayemwomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, kuishi na dua ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwanza kuna adabu hata kuinua mikono. Inua mikono kwa unyenyekevu, utizame vitanga vyako vya mikono, na mara nyingine utizame mbingu. Mbingu ni kibla cha dua. Umwombe Mwenyezi Mungu kwa khushu sana na adab sana, na usichoke. Si mara moja tumemwomba, mmeinua mikono vizuri, mmejitwahirisha, mmejinadhifisha, lakini dua haijakubaliwa. Si hapo, kama mitume waliomba miaka kadhaa, dua zao zikaja zikajibiwa. Si kwa zijajibiwa, zimejibiwa, lakini Mwenyezi Mungu apenda kuomba. Muombe, 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 muombe. Kwako kwanza ni thawabu kule kumwomba Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hahitaji chochote kwetu sisi, lakini Mwenyezi Mungu angalia ule moyo, anaupenda ule moyo unaojikurubisha kwake yeye, tena kwa maombi na kwa ibada. Mwenyezi Mungu asemaje? Sikiza kauli yake, ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Sasa Mungu hunena urongo kisha useme bana, mimi nimemwomba Mwenyezi Mungu lakini sijajibiwa? Dua bila subra si dua hiyo. Ukimwomba Mwenyezi Mungu kuwa na subra, sio pale umedhikika ukamwomba Mwenyezi Mungu aona bado unaendelea kwenye dhiki. Uliopitia dhiki ni wewe tu, hujawasoma mitume, hujaona waliopitia dhiki. Kama umpata dhiki, basi hujapata dhiki kama waliopata mitume ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu angetaka angewalinda, kwani walikuwa hawaombi dua? Walikuwa wakiomba dua na wakikithirisha mno, lakini walielewa maana ya kuomba dua ni kuwa na subra. Mara ngapi Saidina Yakub alimwomba Mwenyezi Mungu dua arudishiwe mtoto wake kipendwa chake Nabii Allah Yusuf, kipenzi cha roho yake, mtoto wake wa kipekee, naye ni nabii. Ndugu zake walimuonea, walitaka kumuua, walitoa maoni ya kumuua, lakini isivyo bahati wakamtupa kisimani kule. Mwenyezi Mungu angetaka angemrudisha. Nabii Allah Yakub hulia kutokea mpoteze Nabii Allah Yusuf. Amelia miaka mingapi? Si mwaka, miaka mingapi? Ile huzuni bado ipo, mpaka amekuwa mtu mzima mzee. Kwa kule kulia kumesababisha kuondoka ile nuru ya macho yake. Hebu fikirisha, miaka mingapi? Saidina Yusuf huyo aje achukuliwe akiwa mdogo, afanywe mtumwa, aje akuwe barobaro, afitinishwe na Zulekha, aingizwe gerezani, akae miaka kadhaa, atoke. Miaka namna hiyo mpaka awe gavana, mtawala wa Misri, bado mzee yule anaomba dua, hajachoka. Wewe ni kama nani? Yule ni nabii, hajachoka kuinua mikono. Wewe leo baada ya shekhe ule dua zake hazifanyi kazi, waenda kutafuta shekhe mwingine, utatafuta mashekhe wa dunia mzima wakuzungue kusomea Talbadiri kwa nia yoyote itakayo. Waona mambo yako hayaendi, ni mitihani. Elewa, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Mwenyezi Mungu akiwapenda waja wake huwapatia mionjo.
Hujamwangalia Musa, ukimshika nabii huyu mwache huyu mshike na mwingine. Wote utaona waliomba dua, na zile dua za Qur'ani kadhaa utaona ziliombwa na nani? Na manabii. Sisi leo tuomba, lakini sisi tukiomba sisi tunataka tujibiwe pale pale. Wewe ni nani? Kwa hivyo kuna adabu zake. Ukiomba dua basi kuwa na subra, na kuwa miongoni mwa sharti za kujibiwa dua kuwa na imani na Mola wako kuwa ataijibu dua yako. Ikiwa si leo ni kesho, ikiwa si kesho ni kesho kutwa, ikiwa si mwaka huu ni mwaka ujao. Dua, ndugu zangu. Faida ya tatu, kisha zingine tutaendelea siku itakayofuata. Shura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, washawirhum fil amri, kaa nao, shauriana nao, wa amruhum shura bainahum. Na Mwenyezi Mungu amewasifu maswahaba kwa mambo yao walikuwa hawafanyi tu hivi hivi, walikuwa wakishauriana. Hata leo utaona matablighi wanaokuja wanaotoka makundi kwa makundi, wale wanajaribu kuitwabikisha sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengi waliokuwa hawaswali leo mingi ya misikitini, lakini leo watu hao sisi ndio tunawadharau, na wala hawaji kwa mtu yeyote kumwomba hata chumvi, lakini wanaonekana watu duni. Ndivyo hivyo ilivyokuwa hata maswahaba enzi hizo walikuwa wakionekana duni. Wewe sasa hivi ukafuatana na kundi la tablighi, waona haya, wataonekana kama omba. Wale si omba ndugu zangu. Wale makundi wanaokuja kutoka Bangladesh kule ni mbali mpaka wakaweza kufika hapa, wale ni omba. Wamekuja kutafuta nini haswa huku? Gharama zote zile, kisha aje kuomba wewe chumvi na mchele. Gharama zote zile, walikuja nia yao ni dini, ndugu zangu. Masahaba pia walitoka kwa nia hiyo. Sisi tu tunapenda kudharau mambo na kudharau watu, ndio maana mambo yetu yafanikiwe. Kisha wewe baada ya hapo wewe umemdharau Muislamu mwenzako, na kumdharau jicho tu, acha kumdharau kwa kauli, jicho tu la kumdharau, kumuona ni duni. Wewe tayari ushadharaulika mbele ya Mwenyezi Mungu, tena kwenye hadhara kubwa ya malaika. Simdharau kabisa. Hadithi ngapi tunazisoma? Simdharau, sidharau watu. Aya pia makemeo mangapi? Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishauriana na masahaba katika vita vya Badri. Aliwashauri masahaba, mwaonaje, tufanye vipi? Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule sahaba Al-Hubayb bin Mundhir, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwekwe kambi pahali fulani. Yule sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa adab, hii ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Huu ni wahi unavyosema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, au ni mikakati tu na mbinu za kivita? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hivi ni Mwenyezi Mungu amekuamrisha, yani kambi iweko hapo? Maana kama ni hivyo basi sam'an wa ta'ata, lakini kama ni mbinu za kivita, akasema bwana yule sahaba Al-Hubayb akasema, mimi nashauri tuzifunge visima vyote vile vya Badr, tubakishe kisima kimoja tu, tuvifunge wasipate maji, wale wakitaka kukimbilia kwenye nini wakose, tuvifunge vile, tubakishe sisi kisima kimoja, na sisi tukikaribia kile kisima, hapo ndo sisi tuweke kambi yetu, kwa sababu kitawafaidisha wengi katika majeruhi wetu. Maji ni muhimu. Hata Mwenyezi Mungu asema, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, maji yana faida nyingi sana kwa wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda fikra yake, na Mtume alifuata fikra yake, hakudharau wengine. Hakuambia wewe, kwani hunijui mimi kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Umesahau hilo? Hujui kama mimi nina fikra kubwa zaidi kuliko wewe? Hujui kama mimi nateremshiwa wahi? Washawiruhum fil amri, shauriana nao. Ndio inajenga ile mtu anajiona kuwa ni mtu. Lakini wewe siku zote ukijifanya wewe kauli ndo kauli yako, umeona wengine hawana akili kwa wewe mashallah, wewe una diploma, wewe umesomea, hawa wengine unaona wajinga tu kwako, hawana sauti, hawana rai. Wasikilize. Mtume alikaa na mayatima na alikaa na mafukara, akiongea nao akiwasikiliza, akiheshimu. Hata kama ile kauli haikukuridhisha, lakini heshimu ile kauli yake, ipe uzito. Oh, mashallah, ni rai nzuri. Kila moja atoe rai yake, watu ndio watafaulu. Kwa hivyo shura ni kitu muhimu sana. Waislamu kuwa wao ni wamoja, jambo lao ni wamoja, ni mpaka nao wakae pamoja pia kwenye mambo yao, washauriane. Hata nyumbani, wewe pamoja na mke wako, mke wangu waonaje tukifanya hivi? Sio wewe mimi ndio neno langu ni langu, utakalo wewe ndilo. Yale mahaba upungua, mapenzi upungua. Hata kitakukuuliza jambo, huyu haambiliki, huyu neno lake. Wako watu aina hiyo. Kwa hivyo tujitahidini sana sana kuchunga wenzetu, kukaa nao, kusikiza maoni yao, na tusiwadharau maoni yao, tuyape uzito maoni yao, tutakwenda kufaulu. Ndio walivyofaulu maswahaba katika hivi vita vya Badri. Inshallah kesho tutaendelea labda kuelezea mafunzo katika vita vya Badri.
Mwenyezi Mungu atujalie kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wal afwa minkum.